Wanafunzi wanafunzi bora darasa la 7 wanaofanya vizuri Sasa hapa mmekutana wanafunzi bora katika shule 30 za manispaa ya Msoma. Lakini katika ushindani huu wenzetu wameandaa na zawadi. Katika wanafunzi watakaofanya vizuri zaidi, wote mmefanya vizuri, naona matokeo. Yaani ufaulu uko vizuri kabisa, jipongezeni sana. Lakini katika nyie 300 waliofanya vizuri wakafaulu vizuri, tunawapa zawadi. Wangapi? 10 watawakilisha wenzenu. Na mimi natamani hii iwe chachu. Leo hao wenzetu wametuunganisha kutoka Dar es Salaam mpaka wamekuja hapa Msoma kuja kutuunganisha, kutuonyesha kwamba tunaweza tukashindana. Na nyie kuna shule ndio hizi. Mnaweza mkaandaa utaratibu wenu wa kutengeneza mtihani wa pamoja, mkashindana, shule 2, shule 3, shule 4. Mnajijenga nyie wenyewe, mnaona mambo ya pamoja, lakini pia mnawajenga wanafunzi katika kuwa na kujiamini. Mmenielewa? Lakini na maandalizi pia ya kufanya vizuri mtihani ya kitaifa. Sawa sawa? Ndio lengo, kwamba mnajiandaa vizuri. Hata katika timu tu za michezo lazima ufanye mazoezi ili uweze kucheza vizuri, si ndio hivyo? Sasa hapa mko kwenye mazoezi ili itakapofika mtihani wa taifa, tunajua mkoa wetu tunafanya vizuri. Sasa mwaka huu tutafanya vizuri zaidi. Tulikuwa na zoezi la ushindanishi wa wanafunzi wa mtihani ya pamoja wa shule 30 ndani ya manispaa yetu ya Msoma. Shule hizi, kwa kila shule tulikuwa na wawakilishi wa wanafunzi 10. Kwa maana hiyo tulikuwa na jumla ya wanafunzi 300. Na wanafunzi hawa tumewachambua kutokana na matokeo yao ya mitihani wanayofanya mazoezi. Na tumeendelea kufanya mitihani ya mwezi kama miezi 4 hivi. Na tumeona matokeo yao yanakwenda vizuri na tukaona tupate ushindani. Lakini ushindani huu tumepata chachu kwa kupitia wenzetu wa Fedha Schools ambao wapo Dar es Salaam, na huo wana programu ya ushindanishi wa shule. Sasa walipotushirikisha kwamba kwa mwaka huu wanataka kuona kanda yetu ya mkoa wa Mara, hasa manispaa Msoma, tunashiriki katika ushindani wa mitihani ya darasa la 7. Sisi tukasema tutumie fursa hii kwa watoto hawa ambao tumewachambua kutoka kwenye shule zetu wanaofanya vizuri 10 katika kila shule, tuweze kuwapa fursa ya kushindana. Lakini ushindani huu ulikuwa na lengo kuu la kuwapa motisha wanafunzi wanaojiandaa katika mitihani yao ya darasa la 7, lakini pia katika kuandaa katika ushindani wa kitaifa. Jina naitwa Mwalimu Said Hassan Said kutokea shule ya sekondari Fedha Boys. Nipo hapa shule ya msingi Mwembeni kwa ajili ya kuendesha mashindano ya hesabu, science na maarifa kwa wanafunzi wa darasa la 7 kwa shule zilizopo hapa Musoma. Lengo la mashindano haya ni kuwahamasisha vijana kupenda masomo ya science na hesabu, lakini pia kuimarisha ushirikiano kati ya shule yetu na fedha zingine zilizopo maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Katika mashindano haya wanashiriki wanafunzi wengi, lakini wanafunzi 10 wa juu ndio wanazawadiwa. Mshindi wa kwanza anazawadiwa cheti pamoja na kiasi cha fedha cha shilingi 200,000 na wa 10 anapewa kiasi cha shilingi 20,000. Pamoja na hayo, napenda kutoa ushauri kwa walimu na wanafunzi. Nikianza na walimu, tunajua mahitaji yamebadilika hivi karibuni na uhitaji wa science na hesabu umekuwa mkubwa sana.
Kwa hiyo ushauri wangu, walimu mshirikiane mashuleni katika kuhakikisha vijana wana uelewa mzuri wa haya masomo ili waendane na mabadiliko yanayoendelea hapa duniani. Lakini pia kwa wanafunzi wasione haya masomo kama magumu, japo wengi wanayaona hivyo, lakini kwa kuweka jitihada na kushirikiana na walimu wanaweza kufanya vizuri hata kwenye masomo haya ya sayansi na hesabu. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa kuniwezesha leo nifike hapa salama katika ya mashindano. Kwa kweli niliposikia kama kuna mashindano nilijipanga vizuri kwa msaada wa walimu mpaka leo na nimepata mafanikio. Pia najivunia shule yangu. Mtihani ulikuwa wa kawaida na washauri wanafunzi wenzangu endelee kusoma kwa bidii.